Karibu sana katika series hii ya nguvu ya kupata utajiri. Session ile tuliyotoka, kuna namna ambavyo tumejifunza na kuna namna ambavyo nimejaribu kufafanua kwa nini watu wengi wanatafuta miujiza, kwa nini watu wengi wanahama, wanaenda wanatafuta mahala ambapo kuna miujiza. Ukweli ni kwamba watu wengi wanataka kufanikiwa, na ukiangalia ukikosa chakula, kwa mfano mimi nikakosa chakula cha kulisha watoto wangu, au nikakosa pesa kwa ajili ya kulipa ada, kuna wakati nakuwa frustrated. Kwa hiyo nikisikia labda kuna mchungaji ambaye anakuombea unafanikiwa papo kwa papo, tajikuta nitaenda kwa ajili ya kuombewa ili niweze kufanikiwa papo kwa papo. Kwa hiyo tunaona watu wengi wanatangatanga kwa sababu hawajajua namna nzuri ya kuweza kukaa karibu na Mungu. Hawajajua namna nzuri ya kuweza kumtafuta Mungu. Leo nitakwenda kufundisha kitu ambacho ni cha msingi sana, ambacho natamani uweze kunisikia na kunielewa. Jambo la kwanza, kwa nini Wakristo wengi au watu wengi waliokoka maisha yao ni ya duni? Kuna sababu kubwa ambayo inafanya Wakristo wengi waliokoka maisha yao yawe ya duni. Sababu ya kwanza inayofanya Wakristo wengi kuwa na maisha ya duni, ni sababu ya kwanza ni kwa sababu wameacha maisha ya asili. Wameacha maisha ya asili. Nazungumzia maisha ya asili, maana yake ni kwamba wameacha miungu ya baba zao. Kila unayemuona Mwafrika, kila unayemuona mwanadamu ana miungu. Hakuna mwanadamu yeyote asiyekuwa na miungu. Hata kama hujui, lakini kuna miungu ya baba zako. Tukija kusoma Biblia, ukisoma habari za Ibrahim, tunaona kabisa Mungu alikuwa anatokea kina Isaka na anajitambulisha kama mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahim. Mungu alikuwa anatokea kina Yakobo na alikuwa anajitambulisha kama mimi ni Mungu wa baba yako Yakobo. Kwa hiyo unapookoka unakuwa tayari umeasi miungu ya kwenu, miungu ya baba yako. Kwa hiyo ukiwa umeasi miungu ya kwenu, ambayo miungu hiyo ya baba yako, kitu ambacho kitakacho kuja kufuata, ile miungu itageuka, itakuwa adui juu ya maisha yako. Manake italani maisha yako, na kwa sababu wana uhalali wa kulani maisha yako, ndio maana unajikuta haufanikiwi. Mchumi hauendi, mambo yako haendi, kwa sababu ile miungu ya baba zako au miungu ya wazee wako, asili ya kwenu, inakupinga wewe, na kwa sababu wana uhalali na wewe, unakuta wanaendelea kukupinga na maisha yako ndio yanaharibika. Kwa hiyo ndio challenge kubwa sana ambayo inawafanya walokole wengi au watu wengi waliokoka wasifanikiwe, kwa sababu wameiacha asili ya kwao. Wamekuja kwa Yesu, lakini pia wamekuja kwa Yesu, wamempokea Yesu, lakini hawamjui Yesu vizuri. Hawajui kanuni za kumtafuta Yesu. Ndio maana miungu ya kwenu inakupiga, alafu Yesu mjui, kanuni za kumtafuta Yesu zijui, ni lazima utajikuta unapigwa tu. Lazima utapigwa. Kwa nini utapigwa? Kwa sababu kwenye maisha yako ulikuwa na asili yako umeiacha. Wanaendelea kukupiga, wanaendelea kukupiga, wanaendelea kukupiga. Ndio maana utakuta asilimia kubwa wanaomba, watu wanaomba sana, watu wanafunga sana, watu wanafanya kile wanachokifanya, lakini hawafanikiwi. Kitu gani ambacho kinafanya wasifanikiwe? Jambo ambalo linawafanya wao wasifanikiwe ni nini? Ni miungu ya kwao, miungu ya nyumbani kwenu inakupinga. Elewa wewe mlokole ambao unanisikia sasa hivi, ambaye maisha yako ya tabu, unatafuta hela unaikosa, unapambana ufanikiwi. Sababu kubwa inayofanya upambane na usifanikiwe, miungu ya kwenu inakupinga. Ndio maana African people, ukija kuangalia watu wachache ambao wamejua namna ya kukaa vizuri na Mungu ndio wamefanikiwa. Fuatilia tu hao wote ambao kwenye makanisa wamejazana, wanatafuta Mungu, wanaomba sana. Fuatilia maisha yao yakoje. Maisha yao yatakuwa katika hali ngumu. Kwa nini? Kwa sababu wamesahau asili ya kwao. Wamesahau asili, yani wameiacha asili yao. Wakasahau miungu, ile miungu ikageuka ikawa adui wa kwao. Sasa hapa sina maana ya kwamba Mungu tunayemwabudu hana nguvu. Ana nguvu, lakini
kuna kanuni zake za kumfuata, kuna kanuni zake za kumtafuta, kuna kanuni zake za kufanya asifuatilie maisha yako, kuna kanuni zake za kufanya asifuatilie, yani wasiweze kufuatilia maisha yako. Sasa shida ni kwamba huku umepakataa, huku kwa Yesu hujui kanuni, lazima utapigwa tu. Kwa Yesu pia huwezi ukaishi bila kanuni, lazima ufuate kanuni. Kama ilivyo kanuni unafuata kwenda kwenye miungu hiyo nyumbani kwenu, ndivyo ilivyo kwa Yesu pia. Tunahitaji kuishi kanuni. Kwa nilisema kwa nini walokole wengi hawajafanikiwa? Sababu kubwa ambayo inafanya walokole wengi hawajafanikiwa ni miungu. Wamekataa miungu ya kwao, miungu ya baba zao, ambayo hiyo miungu ya baba zao imegeuka kuwa adui. Nimesema hata kusoma Biblia unaona Ibrahim aliingia agano na Mungu. Tunakuja kuangalia hata Isaka, huyo Mungu aliyeingia agano na Ibrahim alimtokea Isaka. Huyo Mungu aliyeingia agano na Ibrahim akamtokea Yakobo. Huyo Mungu aliyeingia agano na Ibrahim akamtokea Musa. Ni ukoo ule. Maana ukija kuangalia ni kizazi zaidi ya cha 4 ambacho amekuja ametokea na anajitambulisha vile mimi ndio Mungu wa baba yako Isaka, Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Maana kama wewe hapo ulipo, Mungu wa baba yako ni nani? Mungu wa babu zako ni yupi? Je, babu zako ambao walikuwa hawajamwamini Kristo walikuwa wanaabudu wapi? Walikuwa wanaabudu kitu gani? Kwa maana yake wewe mpaka leo unapambana ufanikiwi, kwa sababu kubwa ni hiyo ya kwamba miungu ya kwenu imefanyeje? Inapingana na wewe. Mungu akubariki sana. Hebu tukusanye session inayofuata, tutaendelea na hii mada. Shalom.